Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Juu ya tumia nafasi ya utoaji wa sadaka uliopewa na Mungu kwa uangalifu. Bwana yaro kunolongi na bishana nigedumia oreyedo ntumia yarishara ino tengihuro oleng ili kujiepusha na laana. Yenda baishon idekara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka jioni ya leo tuangalie kitu kimoja kabla hatujaenda kwenye maombi. Kitu chenyewe ni hichi. Nini matokeo ya mtu anapomtolea Mungu sadaka kwa kuzingatia maelekezo? Nini matokeo ya mtu anayemtolea Mungu sadaka kwa uangalifu kwa kuzingatia maelekezo? Kanyonaku toltungani airagangai sadaka tauraknuru erubare enenotaka. Yani huyu ameelewa maelekezo, akatoa sadaka kwa maelekezo sahihi na kwa njia inayempendeza Mungu kulingana na neno la Mungu. Nini matokeo yatakayompata? Ndio tunazungumza hapa. Kitu gani kitakuwa kitatokea kwenye maisha yake? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuangalie jambo la kwanza, matokeo. Tunaangalia matokeo. Ukienda kwa daktari, akikupa dawa, atahitaji kuona matokeo ya ile dawa kama imekusaidia. Mungu naye akikupa maelekezo ukatekeleza, atahitaji kuona pia uwe mtu wa tofauti kuliko watu wengine. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Matokeo ya kwanza, kuishi kwa kumtegemea Mungu na ahadi zake kwako alizokuahidi kwa neno lake. Saidieni hiyo maiki, kama imekataa tubadilishe au tuongee bila maiki. Kilia hivyo ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya kwanza ni kuishi kwa kutegemea kumtegemea Mungu na ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi kwa kumtegemea Mungu na ahadi zake kwako alizokuahidi kwa neno lake. Haleluya. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kama unamtegemea Mungu, kitabu cha Hesabu sura ya 23 ule mstari wa 19 na 20. Biblia inasema, Hesabu sura ya 23 ule mstari wa 19 na wa 20. Huyu mtu anamtegemea Mungu. Yani matokeo yake ya kwanza, hata kama atapita kwenye majaribu mbalimbali, hata kama atapita kwenye moto, bado atamtegemea Mungu. Sema amen. Sema amen.
hata kama changamoto itakuwa kubwa kiasi gani, bado atamtegemea Mungu. Hii ni matokeo ya mtu ambaye anamtegemea Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni matokeo anayoyapata mtu anayemtegemea Mungu. Hesabu sura ya 23 mstari wa 19 na wa 20. Mstari wa 19 kitabu cha Hesabu sura ya 23. Neno la Mungu linasema, mstari ule wa 19, Biblia inasema, twende taratibu. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiliza. Tazama, nimepewa amri kubariki. Yeye amebariki, nami siwezi kutangua. Amen. Hii ni faida ya mtu. Ni matokeo ya yule mtu ambaye anayepata matokeo anayoyapata mtu anapokubali kumtumikia Mungu wa kuzingatia maagizo yake. Nisikilize sasa. Kila alichokiahidi Mungu huwa ni lazima atafanya. Amen. Amen. Kila alichokiahidi Mungu, usidanganywe na mazingira, usidanganywe na mapito, usidanganywe na magonjwa, usidanganywe na watu wanaokusema vibaya, usidanganywe na watu wanaokudharau. Mungu ahadi yake ni amina na kweli. Ni lazima atatimiza. Alichokuahidi atatimiza. Amekuahidi wapi? Kwenye neno lake. Neno lake ni kweli. Haachi kutimiliza. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mazingira yako yanaweza yakawa yanastua sana, lakini Mungu hatishwi na mazingira. Umri wako unaweza ukakusumbua sana. Ibrahim alikuwa na miaka mingi sana. Sara mke wake alikuwa na miaka mingi sana, lakini bado Mungu alifanya kitu kwao. Jamani, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Hata kama wamezeeka, hata wewe kama umezeeka, ahadi ya Mungu itatimilika tu. Haleluya. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni lazima uamini katika neno lake. Mama moja, mtumishi wa Mungu akamkuta, na yule mtumishi ndani yake macho yakafunguliwa. Akamwambia yule mama, ninakuona mama siku moja huko kwenye nchi ya Marekani. Mimi nimepiga hesabu kwa kile ninachokiona kwa macho ya rohoni, kwenye mataifa ya dunia niliyoyasikia, ninaonyeshwa utakuwa Marekani. Yule mama akamwambia, mtumishi, usisemage uongo. Usisemage uongo, utumishi na uongo haufai. Yule mtumishi akamwambia, mimi sina hata mpango wa kukudanganya. Mimi nakueleza ninachokiona kwa ndani. Yule mama akagoma.
Nila nisi mnagrena yoyo. Yule mtumishi akafunga macho akamshukuru Mungu. Akamwambia Mungu, wewe sio mwongo. Ulichonionyesha kitakuwa tu. Bila kujali mazingira na muda. Yule mama akakuwa. Yule mama akazaa, akapata mtoto. Mtoto wake akakuwa. Alipokuwa akaolewa. Akazaa na yule mtoto wake. Kumbuka ni kitu cha muda mrefu. Yule binti aliyezaliwa akazaa. Na yeye akamzaa binti. Akampeleka shule. Yule binti aliyepelekwa shule sasa, ambaye kwa yule mama aliyeambiwa habari ni mjukuu. Ni mjukuu. Yule mtoto akaenda shule, akapata neema ya kuwa na matokeo mazuri. Siku moja akapata mtu aliyemlipia scholarship kwenda kusoma Marekani. Akaenda kusomea Marekani. Kwa sababu wa Marekani ni watu wanaopenda watu wenye akili nyingi. Marekani ukimpeleka mtoto wako, akili yake ikishajulikana iko juu, wanamzuia, wanampa uraia. Yule binti, yule mjukuu wa yule bibi, sasa ni bibi, kumbuka ni bibi, akawa amepata uraia na akampenda Mungu. Huko akiwa Marekani, Mungu akamsemesha, nenda kamlete bibi yako aje Marekani. Bibi yako aje Marekani. Yule mjukuu akaja, akanyoka straight mpaka kwa bibi, akamwambia, bibi, nimeoteshwa ndoto, nije nikuchukue tuende Marekani. Yule bibi akamwambia, kwa umri wangu Marekani naenda kuchukua. Akamwambia, ni lazima uende Marekani. Yule bibi ameshasahau yale maono ya yule bibi akaenda kule Marekani, akakatiwa passport na akapelekwa Marekani. Na yule mjukuu alipofika kule, yule mjukuu ana kazi kubwa kule Marekani. Jamani, haleluya. Haleluya. Hebu fanya hivi. Usimpime Mungu. Yule mjukuu akamfikisha, akamwambia, bibi, ninakoishi ndio huku, hii nyumba ni ya kwangu, kwa hiyo bibi wewe kaa. Akaanza kufanya namna ya kumleta, kuhamisha kabisa, apate uraia huko Marekani. Siku moja yule bibi amelala mchana, akaota anamuona yule mtumishi. Maneno yale, mama, naona unaenda Marekani. Yule bibi akastuka, akamwita mjukuu wake, mjukuu, njoo, kabla sijamzaa mama yako, kuna mtumishi mmoja kama mshamba hivi alikuja kwangu. Hebu fanya hivi. Unajua kweli tunaonekana kama washamba. Ni kama hatuna mwelekeo. Ni kama hata kazi hatuna. Ni kama tumepoteza muda. Tunakuja tunaongea huku kwenye pori. Kama hatuna hata mwelekeo. Nikuambie leo, hatujapoteza njia. Tuna maelekezo zaidi. Tuna mahali tunaenda. Tuna ratiba tunayo. Sisi tuna safari. Hatujapoteza njia. Tumetumwa na ufalme wa Mungu. Ndio huyo aliyetupa kazi. Na tumetii. Haleluya. Mwambie mjukuu wangu, njoo. Kuna mtu mmoja aliwahi kuja kwangu, akaniambia, mama, naona siku moja unaenda Marekani. Yule mjukuu akamwambia, yuko wapi? Mjukuu anasema, yuko wapi? Akasema, yuko kule nyumbani. Ni baba mmoja wako fulani. Sasa yule mtumishi naye ameshasahau. Yule bibi akamwambia, kama kweli mjukuu wangu umenipenda, fanya juu chini yule mtumishi aje Marekani. Aje tumshukuru Mungu hapa Marekani.
aje tumshukuru Mungu Marekani. Sasa mjukuu anahangaika, tafuta passport, tafuta namna ya kumwalika. Mtumishi kama tu haeleweki, huyo amepanda na yeye ndege. Maneno hayachelewi inayotoka kwenye madhabahu ya Mungu, na hata kama yakichelewa, subiri tu, Bwana atafikisha. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yatafika tu. Mungu sio muongo. Hapa tumesoma kwenye kitabu cha Hesabu, anasema hivi, anasema tazama, nimepewa amri ya kubariki. Yeye amebariki, nami siwezi kuitangua. Kumbe Mungu akibariki, hakuna mtu atang'oa. Sema amen. Nisikilizeni wachawi, maana hamkosi, mko hapa. Amekasirika. Kila watu 12 mmoja ni wa shetani. Hajasikia? Kila watu 10 na ngapi? Mmoja ni wa shetani. Kwamba yuko kwa namna gani? Ni mchawi, ni mshirikina, sijui ni mnini, lakini kila watu 12, tukihesabiwa 12, mmoja lazima ni wa upande wa kushoto. Sikilizeni wachawi, hata ninyi wachawi mnajua, mtu ambaye Mungu amemkusudia mema mbele, kila siku mnapambana naye. Shetani hapambani na mtu ambaye hajabeba kusudi. Shetani anapambana na mtu aliyebeba kusudi, na shetani anajua huyu mtu akipita, sisi hatuna kitu. Nisikilize, tunapita na zaidi ya kupita, maana Mungu wetu yuko juu na uwezo wake uko juu. Jamani, haleluya. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Tunapita. Ndio maana tukapewa neno, hata tukila cha kuvisha hakitawadhuru, hakitatudhuru. Nisikilize mpendwa, sio hatujalogwa, ila tumelogwa, lakini tuna kusudi, tuna mahali tunaenda. Kwa hiyo ukituloga, tutapitisha kwenda chooni, kwa sababu kuna mahali tunaenda. Tutakula, itaenda kwa juu, itatoka kwa chini, kwa sababu tuna mahali tunaenda. Nataka niseme na mtu mmoja, kama una mahali unaenda, usizuiliwe na vitu vya kimaneno. Wacha wachawi wahangaike, lakini wewe unakwenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Tuna mahali tunaenda. Ni kweli, ndio maana wengi wanashindwa kuokoka, kwa sababu wanafikiri kwamba nikiokoka nitadharauliwa. Ni sawa kabisa, wacha udharauliwe, lakini ndio wanaotengenezwa watakatifu wa Bwana. Watadharauliwa duniani, lakini wamebeba kusudi la Bwana. Sema amen. Haleluya. Fanya namna hii, mpe Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Unafikiri kwa nini wewe hujatupwa mimba na mama yako? Kwa nini hujatupwa mimba? Wachawi walihangaika ili wewe utupwe mimba. Asante Yesu. Hata pale Leba, wakati unahangaika kuzaliwa, Yesu akasema namsaidia huyu, namsaidia huyu, ili afikishe kusudi. Yeremia aliambiwa, kabla sijakuumba nalikujua, ulipokuwa tumboni mwa mama yako nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Wewe utagogaje nabii wa mataifa? Mungu amesema atakuwa, atakuwa. Haleluya, haleluya.
Umezuiliwa usiende shule. Umezuiliwa ufeli shule. Lakini kama una kusudi, wacha wakuzuie tena. Wacha wakuzuie tena. Musa alikaa kwa Farao. Akakaa kwa Farao. Lakini majira yalipowadia, akakataa kukaa kwa Farao. Akasema siwezi kukaa kwa Farao, maana nimebeba kusudi. Akatoka akaenda. Akakuta watu wawili wanagombana. Akajua huyu ni Mwebrania anaolewa. Akamshika yule Misri, akamuua, akamficha kwenye mchanga. Jamani, haleluya. Ni kazi imeanza. Leo unaogopa. Watu wa Mungu hakuna kuogopa. Tuko kwenye mapambano. Ndani ya mapambano, mimi nataka nikuambie, wewe mtumikie Mungu. Uko na faida kubwa. Uko na faida kubwa. Wenzako watakucheka. Waambie nichekeni tu. Ni swala la muda tu. Ni swala la muda tu. Swala la kwangu likifika, kicheko chenu kitabadilika. Kwenu itakuwa kilio. Kwangu itakuwa furaha. Sema amen. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Swala la muda tu. Swala la muda tu. Wewe unakatishwa tamaa. Usimtegemee Yesu. Usimtegemee, unakatishwa tamaa, unaambiwa usimtegemee Yesu. Nisaidie kuwashika watu watatu. Mwambie mtegemee Yesu. Mwambie hutaaibika. Mtegemee Yesu. Utaonewa kwa muda tu. Watakudharau kwa muda. Shika watu watatu. Shika watu watatu. Ukimkuta amelala mtikise. Mwambie mama ni swala la muda tu. Mwambie bibi ni swala la muda tu. Ni swala la muda tu. Wamekuona jana, lakini hawatakuona kesho. Mwambie leo ni Jumamosi, Jumapili iko mlangoni. Jumapili yako ni njema kuliko Jumamosi yako. Utamwona Bwana akikutetea. Ni swala la muda tu. Haleluya. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Swala la muda tu. Mungu amesema. Angalia anasemaje mstari ule wa 19. Mungu si mtu aseme uongo. Jamani, haleluya. Okay, tuangalie Isaya 49. Isaya 49. Isaya sura ya 49. Isaya sura ya 49. Mungu hajawahi kudanganya jamani. Sema amen. Hajawahi kudanganya. Watu wa makami. Kage ni makame na yake ni makame. Kage makami. Habari, Bwana Yesu asifiwe. Mshike jirani yako, mwambie hata kama unaumwa kula dawa. Dawa ni Yesu. Dawa ni jina la Yesu. Asikutishe, shetani asikutishie kwa ugonjwa. Mwambie ugonjwa ni swala la muda tu. Yesu yuko hapa mlangoni ananiponya tu sasa hivi. Sasa hivi tu. Sasa hivi tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua mwanadamu akipita mtumishi kwenye mapito, anakata tamaa. Anasema Mungu ameshaniacha. Ndio maana watu wengi wanarudi nyuma. Na mimi nimekuja nikutie moyo. Jumamosi ya mwisho hii, Jumamosi jioni njema, nataka nikutie moyo. Wewe mtumikie Mungu. Mungu hatasema uongo. Mungu atakufanikisha tu. Njia za Mungu ziko na Jehova Yesu. Atakufanikisha tu. Haleluya. Haleluya. 49 mstari wa 14 mpaka 16. Biblia inasema, mahali Sayuni alisema Yehova ameniacha. Sasa mahali pa Sayuni weka jina lako.
Ebali, Bwana Yesu asifiwe. Mshike huyo rafiki yako anayelala. Mwambie hapa ni mahali pa kulala. Hawa malaioni wanalala mpaka wanapoa upande moja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hapa sio mahali pa kulala. Hapa ni mahali pa kuondoka na muujiza wako. Anasema hivi, bali Sayuni alisema Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kukusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele yangu daima. Jamani, amen. Amen. Soma baba. 14:49 mpaka 16. Agaredo Sion. Eteje Yohana. Aituraye nano olaitoriani. Sawa. Megure Adamu olaitoriani lai. Kerikino enkitok enkerai enye nanakita. Kerikino enkitok enkerai enye nanakita. Hata asimhurumie mwana wa tumbo lake. Anaweza kumsahau. Ndio. Eti isunda inono anake dukuya ngonyaka ine. Arumurudo lasharak. Mstari wa 16 mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mwisho wako uko kwenye mikono yangu. Kwa hiyo matatizo yako sio kubwa kuliko mkono wa Mungu. Wewe mtumikie Mungu. Asikudanganye mtu. Mtu mwingine atakwambia usimtumikie huyu Mungu, maana sisi tumemtumikia hatujamuona. Mwambie ni wewe hujamuona. Neno lake ni kweli. Mungu anasema, je, mwanamke anaweza kumsahau mwana wa tumbo lake hata asimhurumie? Akasema ndio, hao wanaweza kukusahau, lakini mimi Mungu niliyekuumba kwa sura yangu sitakusahau. Nisikilize rafiki yangu, nisikilize mama, umekuja wiki nzima hapa. Sikiliza, umewekeza kwenye ufalme usiopoteza. Huo ufalme hautapoteza. Wenzako wamelala, lakini wewe umeacha usingizi ukaja kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu usioisha. Huyo Mungu hatakusahau. Haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Amen. Unajua kuna wengine saa hizi wanawapa kunguni damu. Nijara keje dage ngunguni na ngorogor Masai. Baba nadage meakule Ngereza. Kuna wengine saizi wanawapa kunguni damu. Wamelala saizi wanaota wanafukuzwa na fisi. Anafukuzwa na tembo. Anafukuzwa na mbogo. Anafukuzwa na ngiri. Wewe ukoje wewe? Lakini wewe umesema mimi simpi kunguni damu, mimi nampa Yesu muda, mimi naenda kwenye kumsikiliza Mungu. Wewe ni wa thamani sana, mbinguni wanakujua. Jamani, haleluya. Hata muda wako ni sadaka kwa Bwana. Hata muda wako ni sadaka. Jamani, haleluya. Haleluya. Unajua jana nimeenda kulala sijui saa 8:30. Alafu tena usingizi tena ikakataa. Nikasema makami hata usingizi unakataa. Makami una shida gani? Paka usingizi.
Alafu hata sichoki. Nasikia tu kwamba hata usingizi hamna. Alafu nikaamka nikaenda kuomba. Nikasema Mungu, Makame utaiacha kweli? Hawa watu wanakupenda. Unajua saa nyingine wakati naomba, ungekuwa unaangalia unanisikiliza ungesema ungenigusa. Mtumishi unamwambia nani hivyo? Kwa sababu nimebebeshwa mimba. Lazima kitu kizaliwe Makame. Lazima Mungu arudie Makame. Alete tena furaha Makame. Watu wa Makame wafunguliwe macho. Wampende Yesu. Waombe wakimbie. Jamani, haleluya. Haleluya. Mpe Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Yes. Lazima Mungu arudi Makame tena. Aje alete utukufu wake Makame tena. Mtashangaa, andika kwenye diary yako. Kuanzia tarehe hizi za utulivu utakumbuka niliyosema. Mungu atatembea mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba. Na wale wachawi wanaokuzunguka utawatupia udongo. Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina lake libarikiwe. Unifikiri nitakufa mimi? Mimi nitazidi kuishi, maana ninalindwa na Mungu. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Yupo Mungu asiyetusahau. Yuko Mungu asiyelala. Yuko Mungu asiyesinzia. Wakati watu wanasinzia, yeye yuko macho. Huyu ndio tunayemhubiri, aliyetufia msalabani, akasema yote yamekwisha. Nataka nikwambie mtu wa Makame, shida yako na yenyewe imeisha. Bwana ameichukua msalabani. Bwana ameibeba msalabani. Hilo tatizo limekwisha. Ukitoka leo hapa umejazwa nguvu mpya. Utaruka kama tai. Utaruka kama tai. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe weka tumaini tu. Amini tu. Sijui ninaumwa kiuno. Sijui ninaumwa kwenye sabo. Na matatizo. Mekutana na binti yangu moja hajazaa. Asubuhi amenifuata huko hajazaa. Nikasema, shetani mjinga wewe. Una kitu. Sara alikaa hajazaa muda mrefu. Miaka 90 na Biblia inasema hata siku alipozaa akapata mtoto, akasema Mungu amenifanyia kicheko. Na wewe Mungu wangu akakufanyia kicheko. Akakufanyia kicheko. Waliokung'ong'a wakufurahie tena. Waliokung'ong'a wakakunyoshia vidole waseme yuko Mungu wa kwake. Wewe mtukuze Mungu wa kwako, maana Mungu wako hachoki, halali, hasinzii. Pigia Yesu makofi. Pigia makofi na vigelegele na shangwe na shangwe na shangwe na shangwe na shangwe na shangwe na shangwe. Ndio tunayemhubiri hapa. Ana habari njema. Mama yako atakusahau. Mama yako atakusahau. Mama yako atakusahau. Mama aliyekubeba kwenye mimba kwenye tumbo miezi 9 atakusahau. Nisikilize, Mungu amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake, wala hautadondoka. Shida zako ziko kwenye mkono wake. Anajua mahitaji ulionayo, anajua haja ulionayo. Amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake. Wanadamu watakusahau, lakini Mungu wangu hatakusahau. Yeye yuko pamoja na wewe. Wakati wewe unalala, yeye halali. Wakati wachawi wanakutembelea, yeye anazuia wachawi. Wewe mwacheni, wewe ndio upande wa kwangu. Wewe ni agano naye. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Watapambana na wewe, watakwenda. Mimi nimehakikisha. Nilienda mji fulani.
Mtu mmoja jambazi akaokoka. Alafu alipookoka akaomba maiki. Akasema nimekubali kuokoka. Maana tumeenda kwa huyu mtu. Kila tukifika tunakuta bahari. Maji. Tukisogelea maji yanakuja kwetu. Wewe mtu ana nini? Tunaondoka. Alafu tunarudi tena. Tukija tunakuta mkuyu mkubwa. Alafu tukisogelea inatusogelea sisi. Tukaondoka sasa. Jamani, haleluya. Haleluya. Jamani, haleluya. Kabila okoke. Alipookoka kwenye ile kijiji, watu wakalia. Maana hawaamini kama ameokoka. Akawaambia, jamani sikilizeni, nimekubali leo na kuokoka. Watu wakapiga kelele wanalia. Maana wanajua ni muuaji. Lakini akampa Yesu maisha. Kwa nini? Alitutafuta. Simba wa kabila la Yuda akamzuia. Akamzuia namna hii. Nisikilize. Hata wewe anazuia wako mchawi wako. Ila wewe umuoni. Haleluya. Haleluya. Mbona jinsi hebu fanya namna hii. Hebu mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Shetani kila siku anatufuata kama fisi. Anatufuata kama fisi. Akitaka kutujaribu na majani. Tukaenda kule Karatu. Alafu tulipofika tukakemea mapepo. Binti moja akapagawa. Alafu wakati wakemea akasema, mimi sio pepo. Nyie mmepita wapi? Tukamwambia kwa nini? Akasema kwa sababu mimi ni watu tuliopewa kazi ya kuwasababishia ajali ili tuwapatie ajali njiani. Umepita wapi? Tukasema tulikukanyaga wewe. Piga Yesu makofi na vigelegele. Tukakemea mapepo akamwachia. Akasema sasa ataenda wapi? Hiyo kazi imeisha. Tukamwambia njoo kwa Yesu kuna kazi. Tukaenda mahali pengine kule Iramba. Kule Iramba. Mapepo wadada wakasema, wakapagawa mapepo. Wakasema, mbona magari yetu imeisha mafuta? Tukamwambia nendeni Sheli. Hamna magari nyewezi tu. Sisi ndege yetu imedondoka huko. Mafuta hamna. Tukamwambia hamna mafuta hapa. Hapa tumekutana na moto. Jamani, haleluya. Hebu wanaomtegemea Yesu ampigie makofi na vigelegele. Asikudanganye mtu. Akikwambia mwache kumtumikia Mungu, mwambie bado ninaendelea sana. Bado ninaendelea sana. Hakati mtu tamaa hapa. Bado ninaendelea sana. Akikushika mwachie koti kama Yusufu na mke wa Potifa. Mwambie nina safari hapa. Lazima nivuke ngazi. Haleluya. Sasa wewe tu kidogo unaanguka Pana. Simama kwa miguu yako katika Kristo Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haya, hebu tusimame sasa. Hii nimekutia moyo. Mwambie jirani yako umetiwa moyo. Mwambie umetiwa moyo. Mwambie umetiwa moyo. Umetiwa moyo. Acha hofu. Acha woga. Daktari amekwambia una kansa. Mwambie sawa daktari. Mwambie sawa daktari. Mwambie sawa. Hamna shida. Kansa tu. Hamna shida. Anakuambia una hakika gani? Mwambie hivi, haitaniua. Na kama saa yangu ya baba kuniita ikifika, naenda kukaa na baba milele. Nisiogopi kansa. Ninaye aliyeshinda kifo na mauti. Anaitwa Yesu Kristo. Ukishakuwa naye huyo, kansa itasogea pembeni.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usidanganywe. Usikae na hofu. Kaa ujasiri. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 35. Sura ya 10 mstari wa 35 anasema msiutupe ujasiri wenu, maana una thawabu kuu. Uwe jasiri kwa Yesu mpaka shetani atoke njiani, apishe njia. Mwambie pisha njia, pisha njia. Haleluya. Inamisha kichwa chako. Mungu mwema, asante. Neno lako ni kweli na tunaamini katika neno lako. Hujawahi kusema uongo. Wewe huna kivuli cha kigeugeu. Ukisema ndio, nani atakayesema hapana? Wewe ndio yako ni ndio kweli. Jina lako ni niko ambaye niko. Uliahidi ahadi na hutatimiliza tu, maana unaliangalia neno lako upate kulitimiliza. Wewe ni mfalme Mungu. Tuna kila sababu ya kukushukuru wewe. Katikati ya mataifa wewe ni Mungu wa ajabu. Katikati ya miungu wewe ni Mungu unayeweza. Katika jina la Yesu naomba neema yako jioni ya leo kwa mtoto wako huyo ambaye amekuja mbele zako. Naomba neema yako Yesu, wacha ukakutane naye tena jioni ya leo. Wacha ajue kwamba wewe ni Bwana, kwa sababu wewe ni Bwana. Kabla hatujaendelea mbele, wale ambao wameleta, naombeni vile vyombo vya sadaka nileteni hapa mbele kabla tujaenda kwenye maombi. Vitu vinaenda kufanyika na utakwenda kushuhudia, ili iwe utukufu kwa Mungu. Siku wakikuuliza sema mwenyewe tena nilikuwa nikiombea. Ndio, endelea kuombea tu, endelea kuombea tu, endelea kuombea tu. Wale wagonjwa ungana na watu hao. Wale wagonjwa sogea mbele, wagonjwa sogea mbele, wagonjwa sogea mbele. Wagonjwa mliokuja sogea mbele. Ungana na watu hao tu. Ungana na watu hao tu. Ungana na watu hao tu. Wewe ungana nao tu. Wewe ungana nao tu. Leo si unapona? Wewe ungana nao tu. Nguvu za Mungu ziko juu yetu. Alafu watu wote msiondoke. Kuna maombi nitaomba ya mwisho hapa leo. Yes. Roho Mtakatifu, asante, 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 asante. Chunguza tena, 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 chunguza tena. Weka mistari miwili hapa mbele. Kuna nafasi ya mistari miwili kwa wale wagonjwa. Weka mistari miwili hapa mbele. Yes. Weka tu mistari miwili hapa mbele, wale waliokuja ni wagonjwa. Weka tu. Wewe endelea kuombea uliyebeba udongo wako. Uhitaji kusogea. Nguvu za Mungu ziko karibu na wewe kuliko pumzi yako. Wewe endelea tu. Na uponyaji unapita. Mwingine amekuja ni mgonjwa, ndio Mungu anaanza kufanya kazi. 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 Nguvu za Mungu ziko juu yako. Roho Mtakatifu asante. Roho Mtakatifu asante. Roho Mtakatifu asante. Nguvu zako zipite kama moto. Nguvu zako zipite kama moto. Huisha maisha ya watu hawa. Huisha fahamu zao. Huisha akili zao. Huisha ardhi yao. Huisha Mungu vilivyokufa vikafufuliwe. Huisha vilivyokufa vikazaliwe. Huisha vilivyopotea vikarejee tena. Huisha Bwana familia zilizopoteza matumaini vikaone matumaini tena. Huisha tena, 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 huisha tena. Endelea tukumwomba Mungu. Huisha tena, huisha tena, huisha tena, huisha tena, huisha tena, huisha tena, huisha tena. Wakati unaomba moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita. Ndani yako unasikia kama moto unapita. Uchungu unaondoka ndani yako katika jina la Yesu. Karobo shata rabo sita raba shanda rabo kiribo shanda rika saka rabo kuria basaya karaba kura bashita risika rabo kuru bushita. Nyamaza kimya. Mliokuja ni wagonjwa, inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu.
Inua tu mkono wako juu. Wewe uliyebeba udongo pia inua mkono wako mmoja juu. Mmoja ubaki na udongo kifuani mwako. Sema Bwana Yesu, ni jioni ya baraka. Umependezwa nami, ndio maana niko mbele zako. Asante Bwana Yesu, asante kwa kunikumbuka. Najua hujanisahau. Wewe ni Jehova, wewe ni mwenye nguvu. Nimekuja kwako Yesu jinsi nilivyo, nahitaji msaada wako. Naomba unisamehe mimi mwenye dhambi. Kila mateso yanayotesa maisha yangu upate kuyaondoa. Unisamehe Yesu, ili upate kuniponya. Kifungo kilichofunga maisha yangu kiniachie jioni ya leo, kwa jina la Yesu. Damu yako Yesu iliyomwagika msalabani ipate kunifungua, ipate kuniponya, kwa jina la Yesu. Nyamaza kimya. Wewe mama mwenye mtoto mgonjwa, njoo mlete huku. Njoo sogea hapa mbele. Wewe uliyebeba mtoto anayelialia, huyo mtoto ana mapepo. Wewe sogea hapa mbele, sogea hapa mbele, sogea hapa mbele. Mbona anaondoka? Mwambie aje huku mbele. Simama hapa. Simama hapa. Simama hapa peke yako. Mwache aje huku. Mwache aje huku. Njoo. Simama hapa. Simama tu. Sogea mbele kidogo. Sema asante Yesu. Watu wote sema asante Yesu. Najua wewe ni mponyaji. Usinipite Yesu. Unapowadhuru wengine, nipitie Bwana Yesu. Jioni ya leo, kwa jina la Yesu. Kila kifungo kiachie maisha yangu. Jioni ya leo, sitaki mateso, na kutaka Yesu uliyenifia msalabani ukanifungue niwe huru jioni ya leo, kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Maisha yangu Yesu nakupa wewe jioni ya leo. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, ule uzima wa milele. Futa jina langu kwenye kitabu cha mizimu, kitabu cha shetani na malaika zake. Kuanzia leo Yesu, simtaki shetani na kazi zake zote. Na kutaka Yesu, ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, unisaidie, uniwezeshe, unifungue na uniponye, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Nyamaza kimya. Wewe nyamaza tu kimya. Nyamaza tu kimya. Roho Mtakatifu, asante. Kama una mahali panaumwa, weka mkono mahali panapoumwa. Kama ni mwili mzima, weka mkono kichwani. Kama ni mwili mzima, weka mkono kichwani. Weka tu mkono kichwani. Yes. Nyamaza tu kimya. Nguvu za Mungu ziko juu yako. Roho Mtakatifu, asante. Ndio. 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 Mapepo, majini, magonjwa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila udhaifu kwenye miili yao, achia miili yao, achia miili yao, achia miili yao, achia nafsi zao, achia fahamu zao. Natangaza uzima ndani yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila maumivu na magonjwa ya Misri na yaondoa ndani yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tangu utosi wa vichwa vyao hata wa miguu, natangaza uzima, wawe wazima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekuponya bila hela.
na huo udongo umeponywa. Wakati unaenda kuutumia kule, tumia kwa jina la Yesu. Maana yake wakati unaweka sema kwa jina la Yesu. Nafanya hichi kwa jina la Yesu. Sio kwa jina la mtumishi, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Na wewe umepona. Hata ukisikia mtu sema nimepona kwa jina la Yesu. Sisi kabila ya Maasai, sasa hivi nimekuombea, ulikuwa na shida kwenye sikio, kesho nikikupigia simu, unaendeleaje? Unasema ile sikio langu inaumwa. Akikupigia mtu simu, mwambie hata ile sikio imepona. Nimeenda kwenye semina kule, sikio limepona, niko salama. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Sasa watu wote waliokaa, weka mkono kwenye moyo wako. Naomba maombi ya jioni ya leo. Nakuombea baraka ya Mungu. Nyamaza tu kimya. Nakuombea tu baraka ya Mungu. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Watu hawa ni watu wa kwako. Tumekutana nao hapa kwa sababu ya injili yako. Tumekaa nao hapa, leo ni siku ya 7, tunakamilisha kwa sababu kesho jioni hatutakuwa nao. Na wengine hawatapata nafasi, saa ingine wako mitaa ya mbali, hawatapata nafasi ya kushiriki kwenye ibada ya mchana kesho hapa. Lakini Yesu, mimi ninawaombea. Watu hawa ni wa msingi sana kwa ajili ya wokovu wako katika anga hili la Makami. Wewe ni mfalme, hakuna mfalme kama wewe. Watu hawa wanakupenda, ndio maana wamekusanyika mpaka saa hii. Ombi langu kwako Yesu, sio tu wabariki hapa ulimwenguni, lakini ahadi yako ni ya uzima wa milele. Watu hawa siku moja nikawakute mbele zako, iwe sehemu ya utukufu wa utumishi huu ambao tunakutumikia. Siku moja tukafurahi nao tukikulaki wewe mawinguni, kwa sababu hawatakuacha Yesu, watadumu na wewe. Wabarikiwe kiroho na kimwili pia. Wabarikiwe kuingia kwao na kutoka kwao. Wabarikiwe Mungu nyumba zao. Wabarikiwe vizazi vyao. Wabarikiwe Mungu mifugo yao. Wabarikiwe biashara zao. Hali ya hewa isisumbue hata siku moja kwenye nchi hii. Pasiwepo na makaburi kwenye malango yao. Pasiwepo na msiba unaoweza kuwasumbua na kuwaletea huzuni. Damu ya Yesu ikawape ulinzi na utukufu wako wategemeze. Kama ambavyo wana wa Israeli walilindwa kwenye taifa la Misri kwa damu ya mwana kondoo, sisi tuna damu iliyo mpya na iliyo yenye nguvu, damu ya Yesu. Ikawalinde watu hawa walioko hapa na walioko mbali. Roho Mtakatifu kawatembelee, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Weka ukuta wa moto kwenye maisha ya watu hawa. Linda Makame na mipaka yake. Linda Makame na malango yake. Uadui wowote ulioinuliwa kuzimu juu ya Makame, tunaufukuza ulikoingilia na utokee pale pale. Kwa jina la Yesu Kristo, washirikina tunawaondoa nchi, watapike na kuwakataa. Kwa jina la Yesu, maneno maovu yaliyonenwa juu ya Makame tunayatangua na kuyang'oa kwa jina la Yesu. Imeandikwa, pando lolote asilolipanda Mungu litang'olewa. Nami ninang'oa kila pando, maana ulimwambia Yeremia, nimekuweka ili kupanda, ili kung'oa na kuharibu na kuteketeza na kupanda. Nasi tunapanda vilivyo vya kwako Makame. Tunang'oa kila pando asilolipanda Mungu. Tunang'oa na kuharibu na kuteketeza. Tunapanda neno lako lenye uhai na uzima, ambalo litawaokoa watu hawa na kuwaendeleza katika kukupenda wewe. Katika jina la Yesu, weka amani mahali hapana amani. Weka furaha mahali hapana furaha. Weka mafanikio mahali hapana mafanikio. Asiye na amani kuanzia leo, natangaza amani kwenye familia hizo. Natangaza ushindi kwenye hizo familia. Natangaza kufanikiwa kwenye hizo familia. Wasio na ajira wakaajiriwe. Wasio na mifugo wakapate mifugo. Mvua yao
usipunguke siku zote kwa jina la Yesu, na isiwe mvua ya kuleta uharibifu. Serikali ikaikumbuke Makame. Tunaombea viongozi wa serikali, tunamwombea Bwana kila mmoja kwa ngazi yake. Tunaombea na kanisa la Makame, ukalilinde na kulitunza, na utukufu wako ukawafunike. Linda wilaya hii ya Kiteto, lakini na pacha yake wilaya ya Simanjiro. Walinde na kuwategemeza, walinde viongozi mbalimbali wa serikali na wa kisiasa, waangazie nuru za uso wako na kuwafadhili. Zingira mipaka ya wilaya hizi zote mbili kwa damu ya Yesu, maana wilaya hizi zote mbili ni pacha. Kutoka Kiteto kukatokea Mungu Simanjiro, uwepo wako ukatembee. Kabila ya Maasa ikakumbukwe tena, serikali ikajua kwamba kuna kabila ambaye Bwana umewaweka Tanzania wanaohitaji pia na wao kukumbukwa. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, niinuliwe jina lako. Wana shida ya maji, ya kunywa maji ya mabwawa, wasinywe maji ya mabwawa, maana nchi hii sio sikiziwa. Makame ni nchi kama Tanzania ilivyo, kama Dar es Salaam ilivyo. Bomba zikazagae kila kona, bomba za maji safi na salama zikamtapakae kila kona. Bwana ukapite, hata nyumba zao zipate umeme, mpaka kwenye maboma ya ng'ombe wapate umeme, maana umeme ni nuru na wewe ni nuru. Bwana, kwa jina la Yesu, bomba zipite kila nyumba moja kwenda nyumba nyingine, wapate furaha na afya njema. Ardhi yao isizae mapooza, ardhi yao isae vitu vinavyoeleweka. Magonjwa yaliyoko kwenye ardhi tunayafukuza kwa damu ya Yesu, tukiweka ulinzi na ukuta wa moto kwenye anga la wilaya hizi mbili, na mbingu zako zikashuke ili watu hao wakakumbukwe. Baba, pokea sifa na heshima na utukufu na adhama katika jina lako Mungu. Baba, tunambariki Mungu kiongozi wa kanisa hili, tunambariki pia na wainjilisti wote kwa mitaa yao, tunambariki kila mmoja kwa utumishi wake katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Pigie Yesu makofi. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV.